Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika darasa letu la leo nitapata kukufunza na kukuelekeza namna ambavyo unavyoweza kutengeneza dawa kwa ajili ya uvuto wa wateja katika biashara yako. Dawa hii ni nyepesi kuitengeneza na ni rahisi katika upande wa matumizi, na vile vile dawa hii inatoa majibu ya haraka sana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kikubwa ni kuzingatia taratibu nzima na muundo mzima ambao mimi binafsi nitakaokuwa nimekuelekeza. Katika kuitengeneza dawa hii kuna vitu viwili ambavyo vinavyohitajika ili uweze kuikamilisha hii dawa. Kitu cha kwanza, lazima upate ubani maka. Hichi ni kitu cha kwanza kabisa. Alafu na kitu cha pili, lazima upate dawa moja ambayo inaitwa kasela ya bara. Na kasela hapa zipo za namna kuu mbili. Kuna kasela ya pwani, alafu kuna kasela ya bara. Sasa mimi nahitajia ni ile kasela ya bara, ambayo kasela hii ukiweka kama kuna mahala ukaiweka ile dawa, basi inakuwa inatembea tembea. Hii ndio kasela ya bara. Ila kasela ya pwani haitembei. Nadhani katika video zangu za channel yangu ya YouTube hili swala la kasela ya bara nimeizungumzia kwa kina sana. Kwa hivi vitu viwili ndivyo ambavyo vina uwezekano mkubwa wa kukutengenezea wewe dawa nzuri ya uvuto ya kuweza kuvuta wateja kutoka kila pande, kila kona ya dunia. Twende kuona sasa namna gani ambavyo unaweza kutengeneza huu mchanganyiko wako ili uweze kupata matokeo mazuri ya kufanya biashara kwa wingi kwa kuvuta wateja. Namna ambavyo unaweza kufanya nitakuelekeza katika namna kuu mbili. Namna ya kwanza ambayo nitaanza kukuelekeza, chukua ubani maka. Sawa, chukua ubani maka, changanya pamoja na hii dawa ambayo inaitwa kasela ya bara. Sawa, kasela ya bara. Ukishachanganya kwa pamoja, basi fanya matumizi ya kuchoma katika eneo lako la biashara. Kwa kama ni restaurant, mgahawa, duka, mahala kokote ambapo unapoona kwamba umeweka biashara yako, basi tumia muda wa wewe kuchoma huu mchanganyiko wako wa ubani maka pamoja na dawa ambayo inaitwa kasela ya bara. Lau kama mazingira yako ya biashara yamekuia ngumu sana katika swala la uchomaji wa dawa, kwa sababu kuna biashara zingine ambazo ziko katika msongamano mkubwa na hauwezi kuchoma dawa labda, basi utakachokifanya huo mchanganyiko wako utumie ukiwa nyumbani kwako. Bimaana kwamba uchukue huo mchanganyiko wako alafu uchome katika kitezo au uchome katika makaa ya moto, alafu ujifunike na shuka ukiwa umejipembua nguo zako zote. Yani bimaana ukiwa umetoa nguo zako unajifunika na shuka, alafu ule moshi ule unakuingia katika mwili, huku bila kusahau kutia nia kwa ajili ya kuweza kuvuta wateja katika biashara yako. Namna ya pili ambayo unaweza ukatumia, chukua ubani maka. Sawa, chukua ubani maka. Baada ya kuchukua ubani maka, alafu blend, bimaana usage ili uweze kupatikanika unga au patikanike unga. Sawa, ukishapata unga wa ubani maka, changanya sasa na dawa ambayo inaitwa kasela ya bara. Changanya yote kwa pamoja. Baada ya kuchanganya huu mchanganyiko wako, basi matumizi makubwa utakayokuwa ukiyafanya, tumia kuoga. Sawa, tumia kuoga asubuhi na jioni kila siku. Tumia kila siku kuto mara 2, asubuhi na jioni, kwa muda usiopungua hata kama ni wiki moja, wiki 2, mpaka mwezi mzima. Na muda mwingine mimi huwa nasisitiza sana jamani, dawa hizi za masuala ya uvuto huwa hazina ukomo, kwa sababu kila siku wewe unahitajia upate pesa. So kwamba labda utaweka ukomo kwamba kesho mimi ni mwisho utaka pesa. Hapana, kwa kila siku utakuwa unahitajia pesa. Kwa kama utakuwa unahitajia pesa, vile vile sasa tumia dawa za uvuto kila siku, kila kukicha tumia dawa za uvuto. Hata kama ni maisha yako yote, tumia dawa za uvuto. Sababu unapozidi kutembea, unapozidi kuhangaika huko mitaani, unakumbana na mitihani ya namna mbalimbali, unakumbana na madini ya namna mbalimbali, ambao madini hao au uchawi huo unakuchafua mwili wako, unakuharibia mambo yako. Kwa hiyo inahitajika mara kwa mara utumie dawa za kusafisha mwili. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.